Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri ya Yesu ya neno la msalaba wake. Siri ya neno la msalaba wa Yesu, wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 nasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nitarudia, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba wa Yesu ni lipi? Kumbuka Yesu wakati anasulubiwa kulikuwa na misalaba mitatu, na wa kwake ulikuwa katikati, ulikuwa ni watatu. Kuna msalaba ulikuwa mkono wa kulia na kuna msalaba ulikuwa mkono wa kushoto. Msalaba uliokuwa mkono wa kulia ulikuwa una neno, na neno lake lilikuwa ni la muuaji, na msalaba uliokuwa mkono wa kushoto ulikuwa na neno, na neno lake lilikuwa ni la wizi. Uliokuwa katikati wa Yesu ulikuwa na neno, na neno lake lilikuwa ni kwamba anajifanya kama mwana wa Mungu. Kumbuka, sio misalaba yote imenena mema. Kumbuka, sio misalaba yote inanena mema, bali ni msalaba mmoja tu unaonena mema, na ndiyo ule wa Yesu Kristo. Tufahamu nini maana ya neno la msalaba. Neno la msalaba wa Yesu ni maneno yote yaliyonenwa na Yesu, na maneno yote yaliyothibitika wazi wazi kupitia msalaba wa Yesu. Mfano wa maneno ya msalaba wa Yesu. La kwanza kabisa, alisulubiwa Yesu kwa sababu alijiita mwana wa Mungu. Rejea Yohana 10 mstari wa 36 inasema, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Ni maneno ya Yesu hayo alitamka, maana safari yake ya kusulubiwa alionekana akitamka mwana wa Mungu, alionekana anakufuru. Ndiyo sababu ya kusulubiwa. Lakini neno la msalaba pia lingine la Yesu Kristo, kupitia mateso ya Yesu alitupatanisha wanadamu na Mungu. Unaona, rejea Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 6 inasema, kwa sababu Mungu ni moja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Unaona, lakini rejea Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 20, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Nani? Ni Yesu Kristo. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Umeona? Lakini pia tukienda neno lingine la pili kudhibitisha msalaba wa Yesu Kristo una nguvu na unanena mema. Kupitia msalaba wa Yesu alirejesha haki ya kumiliki. Rejea Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Umeona? Lakini neno lingine linalonena mema la 4, msalaba wa Yesu umebeba ushindi dhidi ya mauti.
Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Umeona? Lakini neno la 5, msalaba wa Yesu ulituhamisha kutoka ufalme wa giza kwenda ufalme wa nuru. Rejea Wakolosai 1 mstari wa 12 hadi 13, inasema, mshukuruni Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Umeona? Lakini pia neno la 6, msalaba wa Yesu ulileta msamaha wa dhambi. Wakolosai 1 mstari wa 14 inasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Ni nani huyo? Ni Yesu Kristo. Lakini rejea Luka mstari wa 23 hadi 34 inasema, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kula. Umeona? Wakati Yesu anasulubiwa alituachilia tu, akasema Baba uwasamehe maana hawajui walitendalo. Unaona? Na neno la 7, msalaba wa Yesu ulibeba ufalme wa Mungu. Wafilipi 2 mstari wa 8 hadi wa 11 inasema, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Nani huyo? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jina gani? Yesu Kristo. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Umeona? Kwa hiyo msalaba ni silaha ya ukombozi ya wanadamu wote. Unaona? Hivyo neno la msalaba wa Yesu ni hilo kwetu sisi tunaookolewa, bali kwao wanaopotea ni upuuzi. Kwa hiyo tunaombwa usiupuuzie msalaba wa Yesu Kristo, kwa sababu umebeba ukombozi wa ulimwengu kwa watu wote. Kilichobaki ni wewe kutumia silaha ile na maneno yote yaliyoachiliwa katika msalaba mtakatifu wa Yesu Kristo, ili tupate kupona siku ya mwisho pale Yesu atakapokuja na jeshi la malaika na parapanda. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.